Bana mtazamaji wa Scope Media, tuko na mzee wa VAR, Mchome Mapov. Bana mambo mengi yanaendelea mjini. Kwanza umesikia sakata ambalo linaendelea Tabora? Bwana sakata nimelisikia na ni sakata limenihuzunisha sana. Kwa nini? Sijapenda kilichotokea. Unajua iko hivi. Mpira wa miguu una vitu vingi sana vya naweza nikasema vya kukasirisha. Yaani mpira wa miguu una maudhi mengi. Mpira wa miguu bana, kwanza watu hawaheshimiani. Yaani unaweza shabiki anamchana rais wa TFF Wallace Karia. Kawaida na Wallace Karia anateka as football kwa sababu kule kuna serikali yetu. Yaani serikali yetu kule inaongozwa na busara nyingi kuliko kanuni. Yaani sasa unapotoka kwenye serikali ya kanuni na sheria, unakuja kwenye serikali ambayo inaongozwa kwa busara zaidi, inabidi na wewe uige mfumo. Mimi nadhani kilichomkuta Alikamwe kwangu mimi naona sawa kwa sababu mkuu wa mkoa umetoka kwenye wadhifa wako, si ndio? Umekuja kuwa mlezi wa timu ya Tabora. Unaposimama pale usimami kama mkuu wa mkoa, unasimama kama mlezi wa Tabora. Unapokuwa ni mlezi na maana wewe ni mshabiki pia wa Tabora. Ina maana watu utakaokutana nao pale, mashabiki wa timu unaocheza nao, hawatosimama na wewe kama kiongozi. Watasimama na wewe kama shabiki wa Tabora. Na ukisikiliza Alikamwe alivyomjibu, hajamjibu kama mkuu wa mkoa, kamjibu kama shabiki wa Tabora na mlezi wa Tabora. Na majibu kama yale wanajibiwa tu wakuu wa mikoa wengi. Wengi tu wanajibiwa vile kwa sababu unapokuja kwenye mpira umekuja kwenye serikali nyingine. Unavua joho lako, unavaa nyingine. Sasa unavyoanza kusema kwamba umetukana serikali. Kwa sababu unapokuja kwenye swala la kiserikali, ina maana wewe mkuu wa mkoa unahudumia watu wa aina zote. Si ndio? Sio kwamba wewe unahudumia watu mashabiki wa Tabora peke yake. Kwa sababu mkoa wa Tabora ukiangalia hata ule uwanja umejazwa na Yanga. Ina maana Yanga ana mashabiki wengi kuliko Tabora. Kwa maana wewe ni mlezi, sio wa Tabora peke yake, hadi Simba na Yanga wewe ni mlezi. Kwa sababu mkuu wa mkoa nadhani ni mwenyekiti wa ulinzi wa usalama wa mkoa. Ina maana hadi Yanga unawalinda, ina maana hadi Yanga wewe ni mlezi wao. Sasa kutumia mamlaka ulionayo kumuandareti mtu kama Alikamwe umewakosea wengi wameumizwa na kile kitendo. Kwa sababu Alikamwe ni msemaji wa timu, ni mwakilishi wa watu karibia milioni 20 kwenye nchi. Yanga ndio timu yenye washabiki wengi. Ina maana ni mwakilishi wa watu wengi. Sasa unaenda kumweka ndani mwakilishi wa watu zaidi ya milioni na. Unasema amekosea kauli alizomjibu. Nisikilize. Wewe umekuja kwa machizi soka huku. Sasa yule ni msemaji ameweka mipaka, kuna mashabiki. Kwa sababu unapoenda kusema kwamba timu mimi naiogopa nchini Simba peke yake, ina maana watu wa Yanga wanaona kama umetudharau. Wakikujibu utaweka ndani tena. Mkuu wa mkoa. Sasa utaweka ndani wangapi? Mimi nadhani na nitumie fursa hii kuwaomba, mimi nadhani nchi kuna wakuu wa mikoa wengi sana wamepoa, hawana mambo hayo. Wabaki tu walipokuwa. Yaani walipokuwa wapi? Kwenye ukuu wa mkoa. Watu waache huku. Scope kanuni iliyotumika kuahirisha mechi ya Simba na Yanga, ile kanuni ya 17, ukienda kanuni ya 17 kwenye serikali unakutana na kitu kingine. Unataka kanuni ya 17 inahusiana na madini. Si ndio? Lakini huku inakwambia ukimzuia mtu asifanye mazoezi, timu ilozuia itapigwa adhabu. Lakini saa nyingine kanuni ya 17 hiyo ukileta kwenye serikali ya huku unakutana ni mambo ya madini yao. Au saa nyingine ni mambo ya umeme. Ina maana unakuja kugundua kwamba hizi ni serikali mbili ambazo zenye maamuzi tofauti. Hukumu za kimpira hamna mtu anaenda jela. Utafungiwa tu miaka 3 kutokujihusisha. Lakini hukumu za huku ukifanya kosa unaenda jela. Si unanielewa? Ina maana ugundua ni serikali mbili zenye maamuzi tofauti. Kwa mimi nilikuwa naomba, kuna watu wenye mamlaka na wenye nguvu nchi, wenye power wanasemwa vibaya kwenye mpira huu, lakini wameziua. Wakisema watumie power walizonazo, hakuna hata sisimizi inaweza kukatiza. Bwana. Mimi nakwambia hakuna mtu anasemwa vibaya kama Mwigulu kwenye mpira. Akisema Mwigulu Nchemba, nitumie nguvu nilionayo na mamlaka niliopewa na mheshimiwa rais,
hakuna hata sisimizi inakatiza. Lakini mbona mzee wanamsema maredioni, wanamuandika wanavyoweza. Haujawahi kusikia hata siku moja na kamata mtu anaweka ndani kwamba umemtukana waziri. Yule si waziri. Sasa ushawahi kusikia lini watu wanamuandika na jina kabisa? Wanamsema kwenye vituo vya redio. Uliwahi kusikia hata siku moja? Sasa kwa hiyo ashatambua kwamba mimi ni kiongozi wa serikali na jukumu langu mimi ni kuhudumia Watanzania. Haijalishi timu wanazoshabikia. Kwa hiyo anakausha zake. Linapokuja swala la serikali anahudumia wote bila kubagua. Lakini sasa hapa ushaanza kuandareti kwamba mashabiki wa Yanga tayari wa Tabora wanaanza kumind. Hizi timu. Wallahi mashabiki wa Yanga washaanza kumind mkuu wa mkoa. Sawa bana, tuachane na mambo ya mkuu wa mkoa. Alikama yuko nje kwa dhamana, anataka kuripoti tarehe 21 kama taarifa ya polisi ilivyoeleza leo hii. Jambo ambalo lipo pia mjini jingine ni kuhusiana na mechi ya Tabora na Yanga. Tulizungumza jana kwa uchache, lakini tuipitie tu hii mechi. Kwa the way unavyoiona, nini kiliiponza Tabora? Mdomo. Na Tabora hujikuta wakubwa kuliko Yanga, wanaimudu, wanaiweza. Ndio walichoadhibiwa. Lakini watu wengi walidhani pengine Yanga kumkosa Aziziki, kumkosa Aucho, Musonda na wengine wakadhani Yanga itakuwa rahisi. Yanga ni kikosi kipana kiasi hicho mpaka jana kushinda goli 3. Yaani ukiambiwa kwamba Yanga wana ule jamaa anaitwa nani ule kwa video alafu ule alimtoa KMC. Mkurugenzi wa ufundi. Mkurugenzi wa ufundi wanaye. Kazi ya mkurugenzi wa ufundi ndo zile kutuma ripoti ya kila mchezaji kwamba huyu kiwango chake kimeongezeka kiasi fulani na huyu kiwango chake baada ya yule jamaa kwenda pale Yanga imeimprove brother. Unaangalia Duke Abuya anacheza namba 6. Brother, Aucho unamtafuta umuoni. Yaani uzokesi mule uwanjani Aucho yumo, lakini huyu amevaa kinyago cha Aucho. Watu wanazima fresh. Muda anapiga namba 8, anaizima fresh. Anapiga namba 10, anaizima fresh. No problem. Kwa hiyo ni uimara wa management kwanza ya Yanga. Alafu pili wako strong sana kwenye usajili. Bwana. Yanga anafanya usajili mzuri sana na ndio maana anakuwa tishio sana uwanjani. Ukiangalia Pacome Pedozo wa jana alikuwa man of the match, alistahili. Yaani Pacome anastahili kuwa MVP. Na Jean Chaza unamwacha wapi? Sasa Jean Chaza tukianza kumzungumzia huyo mtu tutakesha. Lakini Pacome Zouzoua ana deserve kuwa MVP kwa sababu anafanya kazi nzuri. Yaani ni connector wa timu, anaunganisha timu, yani anatoa burudani kwa mashabiki, ana skills ya hali ya juu. Yaani ukimnyima Pacome Zouzoua anasema na nyie mmeendeleza ushabiki. Ana deserve kuwa MVP. Msimu huu ana deserve kuwa MVP, ameonyesha kiwango kizuri sana. Izra Patrick Mwenda kwenda Young Africans, watu walisema Izra ameisha lakini anauasha. Ni kweli Simba wanajuta kumpoteza Izra? Wa kwanza mimi Simba najuta. Yaani mimi ni miongoni mwa mashabiki wa Simba ambao najutia kumpoteza Izra Mwenda kwa sababu ni aina ya mchezaji, kwanza ni mdogo. Hiyo moja. Mbili ni mbishi. Bwana mdogo. Ni mbishi. Alafu 3 ana skills. 4 ana energy. 5 ana mbio. 6 anajua kufunga. Napozungumzia kufunga, nikisema nielezee lile goli. Kwanza ana akili. Kwa sababu ile magoli, unajua hadi lile goli lije litokee, kuna vitu ambavyo kwanza inabidi uvifanye. Kwanza mtu anayefunga lile goli lazima akae nyuma ya mpira dakika 1. Cha kwanza, ndani ya hizo dakika 1 unapima wanaita acceleration. Hapo naongea kisomo, utanisamehe kama utonielewa. Unaongea velocity ya mpira kutoka mguuni kwenda golini, unapima acceleration kwamba mpira nitaupiga kwa capacity ya ngapi. Hiyo moja. 2, unapima length. Naposema length na maanisha urefu wa golikipa. Unaangalia position, umeelewa? Alafu unachola angle. Una draw pale angle 90 kwamba urefu wa golikipa aliposimama na mpira ataupiga kwa nguvu gani, atanyosha mkono kwa angle gani, na mpira ni upeleke kwenye hizi angle 90 ni ugawe kwa nyuzi ngapi. Kama ujue hesabu lile goli ufunge. Kwa Izra kampima golikipa urefu, kagawa kwa nyuzi, kapata acceleration ambayo ali times mara velocity, akapata energy ambayo ile energy ilipelekea kufunga lile goli.
Akakaa hatari hiyo. Kwa hiyo hapo physics imetulia. Hapo physics hapo sasa hapo ndio utaelewa sasa watazamaji wa Scope wamesoma au hawajasoma. Angalia comment. Hamna alielewa. Sawa. Lakini jana pia kulikuwa na mchezo mwingine wa kombe la shirikisho barani Afrika, mnyama Simba akikubali kipigo cha goli 2-0 dhidi ya Al Masry. Mlikuwa mwapi jana? Kwanza alilazimishwa. Kile kipigo alilazimishwa. Alilazimishwa Simba. Yule kocha, sio kwa kocha wa Ahali ana kombe la Afrika yule. Yule kocha kipindi yuko Ahali alikuwa anacheza hivyo hivyo. Ana kamchezo kake, anakuachia mpira unamfunga dakika moja ijayo. Yaani Ahali alikuwa akicheza na timu zingine hivyo hivyo. Yaani unaona kama anafungwa. Yaani Ahali anapasuka dakika 5 zijazo, lakini ndio huyo hadi finali anaenda kuchukua kombe. Hadi anasema Al Ahly mbovu amechukua kombe, so mbovu zile ni mbinu kaka. Mbinu zinafanya vile. Nakupa takwimu za haraka haraka. Wale wapwa wamepiga mashuti 7 off target. Yalolenga lango mashuti 2, goli 2. On target goli. Watu wenye akili hao. Simba tumepiga mashuti 18, on target 7, no goal. Ama hata mpira ulogonga mwamba. Nani alaumiwe? Nani? Wachezaji wetu wabovu. Na mbinu za mwalimu hazikufanya kazi. Kwa sababu sikiliza. Ushamuona Elie Mpanzu ni kama wale wana wa Israeli walotoka sui wapi wakaenda Kanaani, watoka Misri wakaenda Kanaani wazururaji. Unamtoa yule mzururaji kwa sababu gani? Elie Mpanzu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wametuchelewesha. Sio kwamba anasema ndo mchezaji aliyecheza vizuri, yeye kagoma pamoja na ngoma. Brother, ngoja nikwambie kitu kimoja. Elie Mpanzu kacheza vibaya. Watu hawezi kunielewa. Elie Mpanzu ni aina ya mchezaji anahitaji space ili aweze kukimbia. Mchezaji mwenye mbio anahitaji space. Kwa hiyo ina maana nini? Elie Mpanzu yeye ni namba 11. Si ndio? Ina maana anacheza upande wa kulia. Kwa hiyo inabidi atoke apacheza upande wa kushoto ya. Inabidi atoke upande wa kushoto aingie kulia. Lakini Mpanzu angalia uchezaji wake. Anatoka kulia anaenda kushoto. Elie Mpanzu anatafuta kibendera kilipo. Elie Mpanzu anacheza anaenda pembeni, acheze anaingia kati. Kwa ndio ilikuwa shida hiyo. Shida hiyo kwa sababu Ateba yeye anachukua mpira. Ateba anakimbia. Ateba mwenyewe unajua ni mzito. Akikimbia mara 3 mara 4 anachoka. Watu wengine wanamlaumu Ateba pia. Kachoka. Sasa wewe unaenda unatoka labda katikati ya uwanja. Unakimbia hadi golini, mtu amebutua mpira juu. Kapiga cross, watu wamewini. Kwa sababu gani? Unakimbia hadi kule pembeni. Kipindi wewe unakimbia, watu wanakuja kukaba nafasi huko. Kwa sababu unajua huyu anakimbia huko lazima apige cross. Watu wanakaba nafasi. Kwa hiyo Mpanzu anatuchelewesha. Lakini Mpanzu angekuwa anacheza ule mpira wa gusa achia kama anavyocheza Mzize. Kuba babaka. Mzize anaenda kukaba nyuma. Anaupokonya mpira, anamwanzishia Dickson Job. Akimwanzishia Job anampa Mzize. Mzize anapanda. Anampa Duke namba 6. Umeelewa? Duke anamrudishia Mzize anapanda. Anampa Muda namba 8. Unaelewa vizuri? Muda anamrudishia Mzize aba Muda anampa Pakome anamrudishia Mzize anafunga. Unaona unavyocheza kwamba mpira unaanzia nyuma unakuja mbele, yani mtu anakupa anafungua. Mpanzu alikuwa anacheza vile ilikuwa mtu. Ila shida yake ni nini? Anang'ang'ania mpira. Ndio maana ndio kina Jean Chaza wao wanachoka kwa sababu mtu yuko kwenye position. Si ndio? Mtu yuko free, wewe unaonao kule, umemzungusha mtu, umempiga kidali, umemzungusha, umepiga vie. Mtu yuko kwenye position anasubiria mpira umletee. Wewe unazurura. Kwa kinachofuata ni nini? Mtu anakata tamaa. Sasa kipindi yeye amekata tamaa ndio unampa mpira. Anafanya nini? Sawa. Kwa Mkapa sasa wanakuja, wanatoka wale au Simba anaingia? Yaani Mwarabu anapohitaji kufuzu, yani kama kuna kosa tulilolifanya ni kuwaruhusu wale watu wapate goli 2. Skopu Simba atoboi. Natunza receipt kabisa, kwa sababu kwanza wale jamaa lazima wafanye research. Kwa nini kwa Mkapa atoki mtu? Wakishafanya research zao watagundua kwamba kwa Mkapa atoki mtu kwa njia hii na hii na hii. Al Ahly alikuwa anakuja gadi na makopo ya kunyea huko. Makopo ya kujolea anakuja nayo. Kwa nini? Kwa Mkapa hatoki mtu, na alikuwa akija hivyo anatoka. Unataka kuniambia Simba hawezi kutoboa? Atoboi kwa sababu atakuja na tahadhari zote. Na unapokuja na tahadhari zote na wachezaji ndio kama kina Mpanzu na Ateba na Hua, huwezi kushinda. Ina maana utakuwa na maandalizi mazuri ya nje ya uwanja. Shughuli ishaisha hiyo. Tukutane tarehe 9.
baba tutaamua tuzike au tuondoke nayo nyumbani, tuzike kwa Mkapa tuondoke nayo. Ila Waarabu watakaje na mbinu ya Almasiri anaanguka. Unamfanya nini? Utampiga ngumi? Kwa Simba hii. Brother, hii Simba icheze, imzuie Mwarabu asipate on target. Maana on target si goli. Kwa sababu Waarabu wamepiga on target 2 goli 2. Sasa kwa takwimu usijui. Sawa basi kwa takwimu. Nikubaliane kwanza. On target 2 goli 2. Kocha kwanza tucheze tumzuie Mwarabu asipate on target. Beki Kalamu Chalabu, beki Abdulrazak Hamza, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein. Tuwazuie hadi hawa wawazuie wale watu wasipate on target kwa sababu Musa Pinpin Kamara on target goli. Cha kwanza. Cha pili tumfunge goli 3 bila. Katika historia ya mashindano ya Simba msimu huu kwenye upande wa shirikisho hatujawahi kushinda goli 3. Hii ndio itakuwa ya kwanza. Hii ndio ya kwanza. Lakini wakina Mabulu walifungwa ngapi wale? Si kwa 2-1. Kwa ndo miujiza hiyo. Bana shukrani sana. Miujiza.